sihesabu mangapi, kana kwamba peke ndo nilifanya mema. Shida kidhinas, uamini mana mapema, si wakuti wabaki. Pigo kwa ndani lina penya penya, utamu wa nanasi. Leo shubiri kwenye kinywa, mapenzi ya adhabu. Ama kanuna babu, mana sipati jawabu. Bora nifunge sabu. Wewe si cha night, mimi cha mchana. Hivi wewe chau, unajifanya wewe kisantili sana, si ndio wewe si ndo kontawa Unajifanya wewe wa mjini, jiji unalijua, wewe mjanja sana kuliko wenzio, si ndio? Sikiliza nikwambie wewe. Kwa taarifa kwa habari zenu zote ninazo. Wewe, huyo Dazo na huyo mshenzi mwenzio. Sasa wote nitalipiza mmoja baada ya mwingine. Yaani waambie kabisa, shangazi yake Ibla kaja. Kila mmoja alichokifanya, mimi nitakilipiza mara mbili yake. Maumivu aliyopitia mwanangu, yani na nyinyi mtayapata. Nataka tubato, yani tunataka tuonyeshane bato. Mimi na nyinyi. Mimi mwenyewe kontawa vile vile. Yaani nataka niwaonyesha kwamba mimi ni shangazi. Na sina akili hata kidogo. Usione mtu amenyamaza kimya mkamchukulia kwamba yani huyu ni mpumbavu, mjinga mmoja, takataka mmoja. Ustaarabu ni kitu cha bure. Ninapokuheshimu jaribu kuniheshimu. Lakini kama hutaki kuniheshimu, nitakuonyesha unavyotaka wewe, ndio hivyo hivyo mimi nitafuata. Ibrahim. Ibrahim, what problem with you? Nilifanikiwa kufika nyumbani kwa Zainabu. Nimeonana naye. Isije ukawa umeshafanya mauaji. Ibla. Hey. Sikuzungumza chochote. Ila nashukuru sana kwa msaada wako kaka. Subiri matokeo. Ibla. Tafadhali Ibla, usije ukasambaza hilo neno. Ibrahimu tafadhali. Mimi nina kasumba mbaya ndugu yangu. Ushuzi unaweza ukatokanukia Mbagala huko. Nikamwambia mimi Mwananyamala mkaa nimejamba. Sasa tafadhali, usije ukanitaja kwamba mimi nimekwambia hilo neno. Tutakuja kuelewana wabaya. Usijali kaka. Siwezi kukutaja. You are gentleman. Ila kuna kitu nitaka kusahau. Wewe tena. Mfuko nyoko. Jambo gani umesahau? Toka nirudi sijakutana na Kidi. Chevu au itakuwa ameachana na cha usiku. We, tabia mbaya. Nisikilize Ibra. Wewe una habari kwamba Kidi kakamatwa na polisi? Amekamatwa? Unaulizwa nataka jibu. Ninavyozungumza na wewe, Kidi kakamatwa, yupo Segerea. Kidi kakamatwa? Yebo. Ninapozungumza na wewe, ananyia debe, anakojolea debe. Pia kula kwenye na kula kwa sahani moja. Sasa usije kuongea baba. Usije kuongea baba, tafadhali ndugu yangu. Chonde baba. Mimi nina kasumba mbaya hapa mtaani. Inaonekana mimi mbea, mimi sio mbea, mimi msema kweli. Sasa sije katokea neno hapo. Sitaki nisikie neno kwamba kalileta mabwende hili. Chonde. Tunaheshimiana na mkewe. Ibrahimu. Ibura.
Wewe Ibra. Yaani mimi nakuangalia mpaka kule uwani, kumbe mwenzetu hapo ameenda kwenye mstimu nganja. Unani? Shangazi, nimetoka kuonana na Zainab. Na Zainab? Wewe kumbe pungunyuku wewe. Wewe akili una Kwa kumbe kila siku mimi naimba naongea, mwenzangu linaingia huku linatokea huku, si ndio Hivyo binadamu gani usioelewa Kiswahili? Au labda utakanitandaka nipige makelele majirani wanisikie, "Jamani, Zainab usa mtu mzuri," ndio utanielewa, si ndio? Wewe unachotafuta ni nini haswa? Kwani kila siku niongee kitu kimoja tu na wewe mtu mzima usonielewa? Hivyo wewe unajua mimi maumivu ninayoyapata mimi kwa ajili ya kakangu? Unajua maumivu ninayopata mimi kwa ajili ya wifi yangu? Unataka tukupoteze na wewe, si ndio? Unataka tukupoteze na wewe? Nimeshakwambia yule mtu sio mtu mzuri, lakini wewe unielewi, bado unang'ang'ania tu. Shangazi, lakini nampenda. Unampenda nini wewe, kenge mmoja wewe? Yaani wewe ushinde hata kuchukua petroli ukatumwagia utuwe humu ndani. Kwa jinsi ninavyokuona. Eti afu ndo mwanaume tunamtegemea huyo, eti kesho na kesho kutwa. Wewe unaweza kuwa baba kweli wewe? Ukaplay baba kabisa, ukasimama kwenye majukumu yako. Au basi labda mwenzangu nisimame nikwambie, "Wewe Zainab usa mtu mzuri," ndio utanielewa, si ndio? Yaani kila siku mimi nipige makelele kwa ajili ya wewe mtu mmoja tu, manake hata mtoto mdogo unaweza kumwambia, "Umeona hiki sio kitu kizuri." Ukishika na kuchapa au unaumia, anakuelewa. Lakini wewe na midevu yako unielewi. Unataka nisemaje labda? Yaani nilikuwa na kuheshimu, mimi najua naongea na mtu mwenye akili zake timamu. Lakini mpumbavu kabisa bure, una akili. Kila siku nakwambia huyo sio mtu mzuri, sio mtu mzuri. Unielewi? Unataka nini? Mpaka nipige makelele au? Mwanaume mzima lakini akili hauna kabisa, ni wewe ni punguani, mpumbavu. Umenichafua kweli mimi wewe. Ibrahim amekuja nyumbani kwangu. Kumbe Ibrahim yuko hai. Zainab, shoga yangu. Na mimi hicho ndo kitu ambacho nilichokuja kukuambia nyumbani kwako. Ulikuwa unajua kumbe? Zainab, mimi nimekutana na Ibrahim njiani, si unaelewa? Nikakupigia simu. Zainab, nakuja kwako tuongee. Nimekuja kwako, mumeo katokea, tumeshinda hata kuongea. Nakwambia saa ngapi? Cha usiku. Cha usiku, sikuelewi. Ina maana ulikuwa unajua kumbe muda wote huu kama Ibrahim yuko hai na umekaa kimya tu? Zainab, ningekwambiaje? Na nimekuja pale tu Dazo katokea, ningekwambiaje? Okay. Na kwa nini umeamua kumuelekeza aje nyumbani sasa? Ili uweje? Aje kufanya nini? Naanzaje Zainab? Wewe unanijua rafiki yangu, siwezi. Yaani hata iweje siwezi kumuelekeza Ibrahim nyumbani kwako. Kwa sababu najua kabisa akija nyumbani kwako kitu gani kitakachotokea, matatizo mangapi atakayotokea. Nawezaje? Mimi nahisi kuna vitu vingi unanificha. Kuna vitu vingi cha usiku unanificha. Kama vitu gani sasa Zainab? Yaani mimi mwenyewe hapa nina mambo yangu kibao kichwani ananichanganya Zainab. Hivi una habari kama shangazi yake Ibrahim amekuja hapa Una habari hiyo? Amekuja ameongea mambo chungu nzima hapa. Na amesema ama zake ama za kwetu atatuonyesha yeye ni nani. Ama zake ama za kwetu atatuonyesha yeye ni nani ili iweje? Kwa kipi? Ibrahim kipindi chote hicho ambacho muondoka, nimemwona leo kwa macho yangu akiwa mzima wa afya. Ana viungo vyake vyote, hana tatizo lolote lile.
Anaweza kuniambia mimi alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Zainab, mimi ya sasa hapo hata sielewi kujibu nini shoga yangu. Sielewi. Unavyojua nawe umechanganyikiwa, mimi mwenyewe nimechanganyikiwa hivyo hivyo kwa sababu haya mambo ni makubwa na tumejiingiza katika vita ya familia. Sijui unaelewa? Unaweza kuniambia kitu gani kinachoendelea kati yako wewe na Daso? Mna siri gani hapa katikati ambayo imejificha? Zainab bwana. Baada tuangalie mambo ambayo yako hapa usoni ya Ibrahim yanayotukabili, unaanza kuanza maswala ya Dazo. Hebu achana nayo bwana hayo mambo. Zainab! 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 Na maana umesikia?